Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na ukiangalia ni vijana wakiwa kwenye jaramba ya usafi au kazi katika maeneo haya makaburi ya Marachi iliyopo Busia, Kenya. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, asubuhi kwa hakika ni weather nzuri kabisa, ni weather ya baridi baridi na mvua kwa mbali, manyunyu kwa mbali, na vijana hawa wakiwa kwenye kheri na khairati katika makaburi haya ya Busia iliyopo Marachi, wakiendelea kufanya usafi na kuweka mazingira sawa ili kuweza kuwafariji ndugu zetu waliolala katika maeneo haya, waliozikwa katika maeneo haya, wengine baba zao, wengine mama zao, wengine wake zao, wengine jamaa zao, hasa marafiki mbalimbali waliozikwa maeneo haya. Na haya ndio makaburi ya Busia County, nafikiri unayaona, haya ndio makaburi waliozikwa watu hapa, japokuwa kulikuwa na mgogoro kwa uwanja huu wa makaburi kwa kuwa mpaka wake ulikuwa haujulikani uko wapi, lakini vijana hawa waliweza kufanya juhudi na harakati kuweza kutafuta wahusika wa ardhi hii na kuonyesha mipaka ya ardhi hii. Na hapa nafikiri kuna kule mwisho kabisa kuna mtaro uliochimbwa, na ule mtaro basi ndio mpaka wa makaburi haya ambayo kwamba ilionyeshwa na wasimamizi na viongozi. Kule mwisho kabisa kuna udongo mwekundu hivi, nafikiri unauona, na hapo ndipo mpaka wa ardhi au mwisho wa makaburi haya ndio unapoishia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ungependa kuyafahamu mengi, tutazungumza na baadhi ya vijana hapa waliokuwa katika usafi huu wakiendelea kufanya jaramba hili la usafi na kufyeka. Tutazungumza nao, utafahamu mengi inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kama nilivyokueleza ni vijana wako katika usafi wa kufyeka haya makaburi iliyopokuwa Marachi, Busia, Kenya, na nafikiri uwanja huu ni mkubwa kabisa, nimeweza kuonyesha mpaka mwisho wa mpaka na mwanzo mpaka ukiangalia upande ule ndio kuna udongo mwekundu hivi, ndio mwisho wa mpaka huu wa makaburi. Na hawa ni vijana wameingia asubuhi sana, japokuwa hali ya weather iko sawa kabisa, ni hali ya weather baridi pamoja na mvua kwa mbali, hakuna jua, na pia inasababisha watu vijana hawa wasiweze kuchoka. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, unahitaji support yako. Support yako ni nini? Support kuweza kuwasaidia au kuwaletea slasha au panga au mfekeo ili waweze kuweza kufanya harakati hii ya usafi katika maeneo haya ya makaburi. Ukiwa basi wewe ni mkazi wa Busia au nje ya Busia, basi tunaomba usaidizi wako wa vifaa pamoja na majembe pamoja na vifekeo pamoja na reki ili kuweza kuwasaidia vijana hawa waweze kufanya usafi kwa umakini na bila changamoto ya aina yote. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, hawa ni vijana walioko Busia County wakifanya usafi maeneo haya makaburi Marachi, na tutazungumza na baadhi ya viongozi waliokuwa hapa pamoja na vijana hawa waliokuwa katika jaramba hili la usafi katika eneo hili la Marachi, Busia County. Ulikuwa naye ni ustadhi wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama nilivyokueleza mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tutakuwa na vijana hapa waliofanya usafi katika eneo hili. Tutazungumza nao mawili matatu tufahamu hasa dhumuni yao na malengo yao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako? Niko mzima kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Mashallah. Kwanza unaitwa nani? Naitwa Shaban Hamisi. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Busia. Sehemu gani? Natoka side ya Comfort. Mashallah. Vipi harakati hii na jaramba hili la usafi unaofanya katika maeneo haya makaburi, ni vipi? Wewe uliamua tu mwenyewe au umeitwa au ni vipi? Ni uamuzi wangu mwenyewe, na pia ni jukumu langu kama kijana Muislamu. Watu ambao waliolala hapa ni mandugu zetu, ni dada zetu, rafiki zetu, mama zetu. So mimi nilio na hii afya Mwenyezi Mungu amenipa, nashukuru kwanza, na ni jukumu langu, napaswa nikuwe nikiifanya hivi. Sijalazimishwa na mtu yoyote ama sijatumwa. Sasa vipi, na naona ni vijana peke yake, je, kuna mashehe pengine maimam na maustadhi waliungana nyinyi pia katika usafi huu wa makaburi? Hapa naona tu ustadi mmoja ambaye ni kijana mwenzetu ambaye ni Ustad Zamyl peke yake. Kwa hiyo vipi wengine hao wengine ni wanafiki tu, wengine ni kutafuta tu hela ndo wanazitaka. Wakisikia mali kuna hela hapo ndo wao wanakimbilia, lakini ikifika masuala kama haya
hawawezi kaonekana kabisa. Sasa je, tuwafanye vipi hao mashehe na viongozi wa kidini hawa ili wawe na njia sahihi kama wanaofanya nyinyi hapo? Tufanye mbinu gani au tuongee nao vipi? Sisi kama Waislamu ni jukumu letu kila siku kukumbushana, ukimwona Muislamu mwenzako anaenda njia ambayo si ya haki ama njia ambayo sio ya halali, inapaswa kumkumbusha. Awe mkubwa ame kushinda umri, we kitu cha kwanza inafaa unafikisha tu hiyo habari. Hiyo ndio jukumu langu. Mashallah, vipi wewe ni mpenzi wa kuangalia Zamyl TV? Zamyl TV ni mara yangu ya kwanza kuwa katika Zamyl TV. Nimejaribu kushika, aerial yangu haijashika, sijui nitaipata vipi, lakini natumai next time nitakuwa naifuatilia. Inshallah, shukran sana. Asante. Assalamu alaykum wabarakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Unaitwa nani? Naitwa Isa Mohamed. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Bulanda, lakini sasa hivi ni naibu wa Mwadhini 48 Ar-Rahma Mosque. Mashallah, vipi na wewe pia katika jukumu hili la usafi pengine uliitwa au ndio mwenyewe umekuja mwenyewe? Nimejitolea tu kama kijana wa Kiislamu. Vipi katika eneo hili la makaburi kuna mpendo wako pengine aliyezikwa hapa? La, hamna. Lakini unajua katika Uislamu tunasema akul muslim tu akul muslim, Waislamu ni ndugu ya Muislamu. So ndio maana nimeona wenzetu hawezi lala mahali pachafu na sisi wenyewe tunakaa mahali pasafi, ambapo mtu akufa tu ndio tunakuja kusafisha. So hiyo ni jukumu langu, nimechukua tu mwenyewe. Vipi, naona idadi ndogo kabisa ya vijana wanaofika hapa. Je, idadi kubwa ya vijana sasa hivi pengine kwa nini wasijumuike na wenzao katika jambo hili la kufika? Wengine inasababishwa nini, mbona wengine wasifike hapa? Naam, hapo sasa ni kulingana na imani ya mtu, ambapo sisi wenyewe tumeshajipanga, tukaona kitengo chetu, tukaanza kujipanga, tukaona wachache ambao wanafaa kufuatilia hii mambo katika Uislamu, si kama ile ya kitambo ambapo imani na elimu na undugu ulikuwa juu. Sasa hii watu wanaangalia sana riziki, wanaangalia dunia, na sisi tunaangalia maisha ya akhera, ambapo Mwenyezi Mungu katika Qur'an amesema maisha ya akhera ni nzuri kuliko sana ya dunia, ni ya faida sana kuliko ya dunia, ambapo sisi kulingana na ile elimu kidogo ambayo tuko nayo ndio tukaonelea kwamba tuungane sisi vijana kidogo. Wengine wakiona tunafanya vyema wataungana na sisi. Mashallah, shukrani Sheikh wangu. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyu kijana mwingine tutazungumza na baadhi ya wengine hapa kwa muda mfupi, tutakwenda mapumziko kidogo alafu tutarudi tena inshallah.